Hello, habari za wakati mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli ya simulizi zetu. Nikukaribisha katika simulizi yako ya asili ya kaburi lisilo na jina, na leo tukiwa katika episodi ya 8. Msimulizi wako ni mimi Ananice. Katika episodi ya 7 tuliishia pale ambapo Omari amepatwa na hali ya ajabu, akaanza kuwakimbiza mama Irene na mama Kevin. Tuendelee mbele. Mama Irene na mama Kevin walipomwona mama Lulu wakakimbia mpaka alipo. Mama Lulu akawauliza, kuna nini? Kidogo tufe. Mungu. Mama Irene akajibu kwa kikaa chini. Kabla mama Lulu hajauliza swali tena, Malkia akatoka nje mpaka walipomzunguka Omari. Mavazi ya Malkia awamu hii yalikuwa yenye heshima tofauti na mwanzo. Alivalia gauni la kitenge pamoja na taji kichwani. Upande wake wa kushoto na kulia aliambatana na walinzi wawili. Halafu nyuma yake kulikuwa na binti ambaye anahusika na kumlemba Malkia kila dakika. Malkia Penina akapaza sauti, kuna nini? Mlinzi mmoja akasogea kwa Malkia, akainamisha kichwa na kusema, mtukufu Malkia, mlinzi wa Mara amebadilika. Ameanza kuwatupia mawe mama Kevin na mama Irene ghafla tu. Malkia Penina akashusha pumzi. Sasa kwa nini mmemzunguka tu pasipo kumkamata? Hamuoni kama mnaleta kelele ikulu na wakati mfalme ana... Malkia akasita kidogo. Hebu mkamateni alafu afungwe jela ya mateso. Sawa mtukufu Malkia. Mlinzi akainamisha kichwa chini kwa mara nyingine tena, alafu akageukia walinzi wenzie waliokaa makini wakiwa wamemzunguka Omari. Mlinzi yule akatoa amri. Mkamateni, mkamfunge ndani ya chumba cha mateso. Walinzi wakaanza kumsogelea Omari taratibu. Omari akaanza kuwatishia kwa kuwatupia mawe, kitendo ambacho hata Malkia alibakia mdomo wazi. Maana anamjua Omari ni mtu mtiifu na asiyekuwa na makuu. Iweje leo amebadilika tabia ghafla? Mbio sakafuni huishia ukingoni. Ingawaje Omari aliwatishia na kuwaponda mawe walinzi wenzie, lakini hakufua dafu kwa sababu walimzidi maarifa. Wakamkamata mpute na kumpeleka ndani ya chumba cha mateso. Jambo hili likawaacha watu mdomo wazi. Malkia akarudi ndani baada ya Omari kufungiwa ndani ya chumba. Wakati Malkia ametoka, mama Lulu akawageukia mama Irene na mama Kevin. Kulikoni? Mama Kevin akajibu, tumemkuta Omari akicheza muziki getini. Tukajua leo anafurahi sio kifani. Si nikasogea getini ndio tufungulie. Saa ngapi asianze kutukana na kutupia mawe? Ndio timbuli likaanzia pale. Mwanangu Omari atakuwa amepatwa na nini? Mama Lulu akatikisa kichwa. Hata si atoelewi dada, mama Irene akajibu. Wakiwa wamesimama nje ya jiko, mazungumzo yao yakatishwa na harufu ya mboga kuungua. Mama Lulu akashtuka. Nimeunguza mboga. Mama Lulu akakimbia mpaka ndani ya jiko, huku mama Irene na Kevin wakimfuata kwa nyuma. Mama Lulu akaipoa mboga jikoni, akaifunua na kukuta ikiwa imeungua, maana moto ulikuwa mkali sana. Mboga penda mtukufu Malkia na mfalme imeungua. Sijui nifanye nini, akashika kiuno. Mama Irene na mama Kevin wakaingia jikoni kumkuta mama Lulu akitazama mboga iliyoungua kwa masikitiko makubwa. Mama Irene akasema, leo ni siku mbaya sana kwetu. Mama Kevin akadakia, haswa nahisi wale watoto ndio wamesababisha. Mama Lulu akaangalia maongezi. Hapana, msio na imani hizo. Cha msingi hapa ni kuandaa mboga nyingine tu. Mama Kevin akasema, tutakusaidia. Mnisaidie? Kwani nimegairi kwenda makwenu? Mama Lulu akauliza kwa mshangao. Mimi siendi. Nisijepata na tatizo zito huko mbele. Hizi ni dalili tosha kwamba tupaswa kubaki hapa. Labda kama mama Irene anaenda. Na mimi siendi. Mama Lulu akatabasamu. Basi kama mwendi, njooni tusaidizane kuandaa chakula cha mchana. Huenda kuna jambo zuri linatujia upande wetu, au mwasemaje? Mama Irene akajibu, hatuna usemi. Mama Irene, mama Kevin na mama Lulu wakaanza kuandaa chakula cha mchana. Ingawaje zamu ya kuandaa chakula cha mchana kwa siku ya leo ilikuwa ni ya Lea pamoja na Amina. Lakini mpaka sasa Lea na Amina haifahamiki wapi walipo. Tukirudi upande wa Lea na Amina, Amina hakuwa amefika mbali.
akawa amechoka. Akakaa chini ya mti mkubwa huku akiwa anaangua kilio. Rafiki yake Lea hakumkatia tamaa na yeye akawa amefika eneo alilopo Amina. Lea akachuchumaa mbele ya Amina ambaye amejikunyata kama mtoto mdogo aliyetelekezwa na wazazi wake msimu wa njaa kali. "Jikaze rafiki yangu. Clement atakuwa mwanaume sahihi kwako." Akamshika bega ya Amina. "Simama tuondoke. Sehemu hii sio salama kwetu." Amina akakubali wito wa rafiki yake Lea. Wakaanza kurudi taratibu kutoka mashambani ambapo Amina alikimbilia. Amina kuacha kuangua kilio cha uchungu mkubwa. Akikumbuka alikotoka na mpenzi wake Clement, ndio anazidi kuumia zaidi. Kwa sauti ya kwikwi, Amina akasema, "Wazazi wangu wanajua ikijao atakuja kunichumbia. Leo nikiwaambia haya itakuwaje? Clement, kwani umenifanyia hivi mimi?" Akaendelea kulia. Lea alipata kazi ya kumbembeleza rafiki yake Amina. Wakafika mpaka njia inayotoka na kuelekea kwa Mfalme Malango. "Alafu, unakumbuka leo ni zamu yetu kuandaa chakula cha mchana?" Kauli ya Lea ikamshtua Amina, akajikuta akipata ahueni haraka. Amina akayatoa macho. "Mungu wangu." Akashika kichwa kwa mshangao. "Twende sasa hivi." Lea akatangulia mbele, lakini Amina akawa amesimama. Lea akageuka. "Kwani umesimama? Twende." "Tunajipeleka kwenye adhabu. Malkia hata tuache salama." Amina alikuwa na hofu dhidi ya Malkia. "Ni heri tufike kuliko kutoonekana kabisa. Adhabu zitakuwa tofauti. Mimi naomba twende mbio mbio." Lea akamshawishi Amina. "Basi sawa." Amina na Lea wakaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Mfalme Malongi. Ikumbukwe hawa wawili ni wapishi kwenye jumba la kifalme, lakini mpaka muda huu hawapo kazini. Walikuwa wameenda kumuona Clement ambaye ni mpenzi wake na Amina, ila walichoambulia ni majonzi tu. Amina na Lea wakaanza kukimbia mbio ili wawahi kwa mfalme. Amina alikuwa mbele, alafu Lea alifuatia nyuma. Wakiwa katikati ya safari yao, ghafla Amina akasimama baada ya kukutana na watu ambao anawafahamu. Watu hao walikuwa vijana wawili waliojazia miili yao kwa marefu na mapana. Vifua vyao vilikuwa wazi, halafu begani walibeba kuni walizotoka kuzichanja. Amina akawatazama kwa hasira, lakini wao walionyesha tabasamu, hasa kijana mwenye rangi ya maji ya kunde. Lea na yeye akawa amefika alipo Amina na hawa vijana wawili. Kijana mwenye rangi ya maji ya kunde akasema, "Ni furaha kukutana na nyinyi. Bila shaka mlikuwa wageni wangu, lakini hamjafanikiwa kunikuta. Nilikuwa nimeenda kuchanja." Lea akadakia, "Kelele!" Akasonya, "Mbwa kasalo mkia wewe. Unapata wapi ujasiri wa kusimama mbele yetu? Umemuumiza rafiki yangu, alafu kama kutafuta njia ili uonekane hujafanya chochote. Pumbafu." "Shemeji, nimefanya nini sheme?" Akaongea kwa sura ya huzuni. "Clement, acha ujinga wako. Ulichomfanyia rafiki yangu Amina inatosha. Eti nilikuwa nimeenda kuchanja kuni. Mbwa wewe, umemuumiza rafiki yangu, damu yangu. Hebu toka mbele yetu." Lea alitokana matusi anayojua yote. Clement akacheka huku machozi yakimtiririka. Clement akashusha mzigo wa kuni, alafu akamsogelea Amina, ambaye macho yake yamekuwa mekundu kutokana na kulia kwa muda mrefu. "Mpenzi wangu Amina, nimekosea nini?" Clement aliongea kwa sauti ya huzuni sana. Amina akacheka huku machozi yakimtiririka. "Clement, kwa masikio yangu nimekusikia ukiwa na mwanamke nyumbani kwako. Usiniletee maigizo hapa. Ulisema utanichumbia, kumbe unatoka na Maimuna." Clement akadua, "Maimuna? Mimi na Maimuna? Wapi na wapi? Alafu isitoshe, nilikuwa polini tangu asubuhi. Kama uamini, muulize Hamed huyu hapa." Lea akasogea mpaka aliposimama Amina na Clement. "We baba wewe, usifanye sisi vichaa, kila kitu tumekisikia. Tena una bahati Amina kutaka kufumania ndani. Ningekukata hicho kikodoleo chako." Akafenza tena. Rafiki yake na Clement ambao wameongozana pamoja, akashusha mzigo wa kuni kisha akapiga hatua mpaka waliposimama Amina, Lea na Clement. Ahmed alikuwa mtu mpole sana na mwenye sifa nzuri hapa kijijini. Akasema, "Mbona Clement nilikuwa naye polini? Shemeji, una uhakika ni Clement?" Lea akamgeukia Ahmed. "We naye unajikuta mtu wa dini sana na unajua kutetea maovu. Hebu tokeni hapa. Rafiki yangu ataolewa hata na mtu mwingine. Bora aolewe na mbuzi kuliko huyu kahaba." Ahmed akadakia haraka. "Lea, unakoelekea utakufuru. Muogope Allah Lea." Lea akacheka kwa dharau.
eti nitamkufuru Allah. Kama wewe ni mshika dini, hebu mfundishe huyu kahaba aache umalaya wake, na inatakiwa ufungishe ndoa na huyo Maimuna. Nyo. Lea akamshika mkono wa Amina. Amina, twende, achana na huyo anajikuta mjuaje. Yaani mtu alaye na mwanamke huko, alafu anatuvizia barabarani. Eti nilikuwa kuchanja kuni, mbwa huyu. Lea na Amina kaondoka pasipo kugeuka nyuma. Clement akaanza kumuita, Amina, Amina mke wangu. Lea akapaza sauti kwa akiwa anaondoka, kamwe Maimuna. Clement akabaki akiwa anawatazama Lea na Amina wanatokemea zao. Ahmed akamsogelea Clement. Pole sana, huenda anakujaribu kuwa na amani. Hapana Ahmed, tangu niwe na Amina kwenye mahusiano sikuwahi kumuona na sura aliyokuwa nayo leo. Hapa hakuna matani wala nini. Itakuwa kuna mtu amempelekea umbea. Lakini hata hivyo, mimi sijawahi hata kumtongoza Maimuna. Iweje uchumba wangu uingie dosari mapema hii? Clement akashusha pumzi. Ahmed akamshika bega rafiki yake. Nitaongea na Amina leo baada ya kazi zao kwa mfalme. Sawa, nitashukuru sana. Basi sawa, beba mzigo tuondoke. Ahmed na Clement wakabeba mizigo yao ya kuni kisha wakaendelea na safari. Lakini Clement hakuwa na furaha tena kama mwanzo. Mawazo yake yalikuwa kwa Amina, mwanamke anayempenda kwa dhati. Penzi na Clement na Amina ni miongoni mwa maua machache yanayoshamiri vyema kijijini. Walikuwa wanapendana sana mpaka kufikia hatua ya kutambulishana kwa wazazi wao. Lakini Clement alidhamiria kupeleka mahari nyumbani kwao na Amina ili aanze kuishi na Amina kihalali. Na wiki ijayo ndo walipanga kwenda kuchumbiana. Lakini kwa bahati sio njema, Amina amesikia sauti ya Clement na mwanamke mwingine ambaye ni Maimuna wakiwa ndani ya nyumba ya Clement. Mbaya zaidi, inadhihirisha hao ni wapenzi wa muda mrefu na walikuwa na mipango mibaya dhidi ya Amina. Mapenzi ya Clement na Amina hakuna ambaye hakuwa anayafahamu kijijini. Watu wote walielewa upendo waliokuwa nao wawili hawa. Ndio maana wamefikia hatua ya kuchumbiana kabisa. Clement alikuwa mwanaume mpole na mkimya. Kila alichopanga kukifanya alimshirikisha Amina. Hata nyumba anayoishi kwa sasa walijenga pamoja na Amina. Ilikuwa Amina akileta mchanga, Clement anajenga nyumba. Yaani mapenzi yao yalikuwa kama Romeo na Juliet. Lea na Amina walifika mpaka nje ya geti kuu la kuingilia kwa mfalme. Wakashusha pumzi kwanza, wakasogelea geti. Lea akapaza sauti, Omari, Omari. Lea na Amina walitegemea kumuona Omari getini. Lakini cha kushangaza, alikuja mlinzi mwingine ambaye na yeye amevalia mavazi yanayofanana na yale aliyokuwa amevaa Omari. Mlinzi yule akasimama upande wa pili getini akasema, niwasaidie nini? Amina akasogea karibu. Sisi ni wapishi wa mfalme. Tulitoka kidogo, kuna mambo yalitokea, tunaomba tufungulie. Mlinzi akajibu, sio kwamba siwafahamu, lakini hali ya hewa ya ikulu imebadilika kidogo. Naomba mnionyeshe vitambulisho vyenu ndipo mnaingia. Lea na Amina wakaanza kujipekua nguo zao. Alianza Amina akatoa mbao ndogo mithili ya biskuti, lakini yenye nembo ya mfalme, akamuonesha mlinzi. Wewe pita. Mlinzi akamfungulia Amina geti. Lakini upande wa Lea mambo yakawa ndivyo sivyo. Kila alipopekua kufanikiwa kukiona kitambulisho cha kuingilia getini. Amina alikuwa amepita ndani akamuuliza Lea, "Ulikiweka wapi?" Lea akiwa na hofu akasema, "Nilikuwa nacho, ngoja nikitafute." Akaendelea kutafuta kila sehemu. Aliingiza mkono katikati ya matiti yake makubwa na asione kitu. Na mpenzi msikilizaji, na huo ndo mwisho wa episode ya 8 ya simulizi yako pendwa Asili ya Kaburi Isiyo na Jina. Ulikuwa na mimi msimulizi wako Ananice. Tukutane katika episode ya 9 ili tuweze kufuatilia zaidi mauzauza ya kijiji cha Mpepo, na sasa mauzauza yamehamia kwenye kijiji walichopo Amina na Lea. Karibu sana na nikutakia wakati mwema.